Katika kitabu cha First Chronicles chapter number 21 verse number 1 na Second Samuel chapter number 24 verse number 1 imerekodi yale ambayo tunaweza kusema ya kuwa ni kama kuna kuchanganyikiwa kwa aina fulani, kwa sababu katika Chronicles chapter number 1 chapter number 21 verse number 1 inatueleza ya kuwa Shetani aliweza kusimama na kuweza kumwambia Daudi aweze kuhesabu watu. Lakini katika Samueli wa pili mlango wa 24 mstari wa kwanza unasema ya kuwa naye Bwana akaweza kumweleza Daudi aweze kuhesabu watu. Ni vyema tukiweza kufahamu ya kuwa Mungu alikuwa ameagiza ya kuwa wana wa Israeli hawahitaji kuhesabiwa kwa sababu yoyote ile. Lakini vyema niweze kueleza kwanza, kwa sababu statement zote mbili hizi ni sahihi. Lakini ni vyema tukiweza pia kufahamu ya kuwa Daudi kwa wakati huu sio yule kijana ambaye alikuwa anafuga kondoo wa baba zake kwenye milima, ambaye alipata kumtegemea Mungu katika yote, katika mahitaji ya kila siku. Sasa Daudi ni mfalme na ana mali, ana uwezo, na alitamani sana kujipima uwezo wake. Lakini ni vyema pia tukiweza kufahamu ya kuwa katika kila moyo wa mtu ana uovu wake, ana ubaya wake, ana kiburi chake, na Shetani anajua hali ya moyo wako na anatumia kile ulicho nacho kidogo kibaya kuweza kutekeleza maovu. Tuweze kukumbuka ya kuwa Shetani hawezi kukulazimisha kufanya lolote, lakini aweza kuhakikisha ya kuwa waweza kutumia ulicho nacho pale katika moyo wako kuweza kuyafanya mabaya. Ningependa uweze kutazama picha hiyo na jinsi Daudi anavyofanya wakati huu ambapo yeye ana uwezo mkubwa, ana utajiri mkubwa, na hata karibu aseme ya kuwa hahitaji Mungu katika maisha yake, kwa sababu chochote anachokitafuta, anachokitamani, anacho. Na hivyo ndivyo huwa wakati mtu anapozidi kuongeza uwezo na mali katika maisha yake. Na ndio sababu Mungu alikuwa amepata kumwambia mfalme asiweze kujiongezea utajiri katika maisha yake, kwa sababu katika utajiri huo utaweza kumtoa katika utukufu wa Mungu. Vivyo hivyo tumepata kuwaona watu ambao walikuwa wazuri. Pengine mtu amepata kutumwa na kanisa nzuri kuwa mishonari kwenda mahali fulani, lakini punde tu mambo inapopata kuendelea vyema, anajikuta nina uwezo sasa, nina mali, nina vingi kuliko vile vitu ambavyo vinapata kuvihitaji, na basi uwezo wa Mungu unaanza kumwondokea, na uovu ulio katika moyo wake unatumiwa na Shetani kwanza kuleta kiburi ama jivuno, na hata kutaka kufanya lolote analotaka. Nimepata kuwasikia hata wengine kwa wakati fulani wakisema ya kuwa Mungu amepata kuniambia, Mungu amepata kunionyesha, Mungu amepata nimeombea jambo fulani, ili hali hawajapata kuombea mambo haya, ili hali hawajui wanalolifanya, kwa sababu hakuna mtu amepata kuongoza, ila tu uovu ulio ndani yao, ya kuwa hawataki mtu yeyote ambaye atakuwa na usemi tofauti na wao. Na kwa njia hiyo basi wanaanza kufanya mambo kama Daudi, wanaanza kuhesabu watu si hasa kama kuhesabu watu, wanaanza kufanya mambo kinyume na mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo misali hii yote miwili ni sahihi, kwa sababu Mungu amehakikisha ya kuwa imekuwepo. Wala waliopata kutafsiri walijua ya kuwa mambo haya yamepata kuandikwa hivi kwa makusudi, na ikiwa sisi tutaweza kuona kama kuna tofauti, ni vyema tukiweza kujua ya kuwa Mungu hakosei, ila sisi tafsiri zetu zaweza kuwa sio sahihi, na kwa sababu zaweza kuwa sahihi, basi sisi tunahitaji kuchunguza na kujua ni sababu gani Mungu akaweza kuhakikisha kuwa iwekwa hivyo, iandikwe hivyo kwa kusudi gani. Na nimepata kuona pia watu ambao walianza vyema, kwa sababu hawakuwa na vingi. Wanapopata vingi
wanaanza kuwa watu wa kuzungumza ovyo na kutojali mambo na maisha ya watu wengine. Hivyo ndivyo Daudi, si ati alikuwa mtu tofauti na sisi. Maandiko yanatueleza kuwa watu hawa wazama walikuwa kama sisi, na pia sisi tutaweza kuangukia mtego kama huo wa kiburi, wa kufanya mambo ovyo ovyo. Sio Daudi tu, sio misionari tu, sio wachungaji tu ambao wanapata kuambukizwa matatizo kama haya. Pia tumepata kuona viongozi ambao tunapata kuwachagua. Tunapata kuchagua kiongozi akiwa na maono, akiwa na usemi mwema, akiwa anapata kutueleza mambo na tunaona kweli mambo itafuata kufanyika chini ya uongozi wa huyu mtu. Lakini tatizo ni hili, anapata kuingia kwenye kiti, anapata mali, anaanza sasa kuona ya kuwa hata sihitaji kukaa katika mtaa ambao nilipata kuchaguliwa. Sasa nahitaji kwenda katika mtaa ambayo nilipata kuwa bora. Na kumbuka katika mawazo yangu kuhusu wabunge kutoka kaskazini mwa Kenya, North Eastern, ambao baada ya wao kuchaguliwa siku ya kwanza tu wanahamia Nairobi, na hata hawataki lolote kuhusiana na mahali amepata kutoka, kwa sababu mahali hapo kuna umuhimu wake, kuna matatizo yake, ili hali watu wa pale walipata kuwachagua kwa kusudi moja, kuweza kubadilisha hali ya watu hao. Lakini wanapotoka basi wanapata kwenda na kufanya vyao, na baada ya miaka 4 basi wanaanza kurudi na kuanza kuhadaa watu tena. Tutawafanyia, tutafanya, ili hali hawakuchaguliwa kuteta tu, bali sasa ni kuanza kuleta maendeleo. Lakini wanaleta maendeleo kwa muda mchache tu, ili kuwahadaa wakipiga kula wale tena, na unapata mtu fulani amepata kuchaguliwa kwa kipindi cha miaka 30. Ni hofu. Niseme vipi? Sisi wote tutaweza kuangukia katika mtego huo kwa sababu tu ya mali. Ni vyema kuweza kuchikucha ya kuwa mahali ambapo tunapata kutoka na mahali ambapo tunapata kwenda, na ni nani aliyepata kutuwezesha kufika mahali tulipo. Asante.